ambayo yameeleza kwa kina taswira ya taifa letu kwa kipindi cha muda mfupi na muda mrefu, na imetoa dira na malengo ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za serikali. Kazi kubwa iliyoko mbele yetu ni kujenga taifa letu kwa kufanya kazi kwa bidii na weledi mkubwa, na pia kuyafanyia kazi yale yote yaliyopendekezwa katika mpango wa maendeleo wa taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuchangia kuhusiana na ahadi za viongozi ambazo zilikuwa katika mapendekezo ya kamati. Ahadi za viongozi wakuu wa nchi hii ziwe sehemu ya mpango. Nimesoma mle lakini sijaona. Kwa hiyo mimi nilikuwa napendekeza ahadi kuu za viongozi wa nchi hii, wale viongozi wakubwa, ziwe sehemu ya mpango na zipangiwe kabisa bajeti ili tuweze kuzitekeleza na wananchi waweze kufurahia ahadi ambazo viongozi wakuu wanapoenda kwenye maeneo wakitoa ahadi ili serikali iweze kuzitekeleza kwa wakati. Natolea mfano kwa jimbo langu kule la Malinyi. Kwa vipindi vitatu vya viongozi wakuu toka wakati wa Mkapa, amekuja Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, amekuja Mheshimiwa John Pombe Magufuli, waliahidi wote kuwa watafungua ile njia ya kutoka Malinyi kwenda Namtumbo. Kwa hiyo wananchi wanapokaa wanategemea kuwa ahadi za serikali huwa zinanukuliwa sehemu na zinaandikwa na zinakuja zinatekelezwa. Lakini mpaka sasa ahadi hiyo haijatekelezeka. Sasa hii inakuwa sio picha nzuri kwa wananchi wetu. Kwa hiyo nilikuwa naomba swala hili la ahadi za viongozi liingizwe kwenye mpango na litengewe bajeti mahususi. Lakini pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichangie kuhusu swala la vipaumbele. Naishauri serikali inapoweka vipaumbele vyake iwe na vipaumbele vya kimkakati ambavyo vitatoa matokeo chanya na kuleta tija kwenye jamii husika. Kwa mfano, miradi mingi ya serikali imekuwa wanaweza kapeleka kwenye kata moja mradi wa shule, wamejenga imeshia kwenye boma. Lakini baada ya siku kadhaa unakuta tena serikali inaleta tena mradi mwingine wa shule ambao unaanza upya baada ya ule mwingine kukamilisha. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo vinakuwa navyo si sawa. Kwa hiyo nilikuwa naishauri serikali, naomba kuwa iwe ina vipaumbele katika maeneo husika tunakotoka huko. Na ukizingatia kama kule kwangu Malinyi utakuta kuna kata moja inapelekewa zahanati au kituo cha afya, lakini hapo tena wanakuja tena wanajenga zahanati, lakini hii nyingine inakuwa bado haijakamilishwa. Kwa hiyo napo nilikuwa napenda kuchangia vipaumbele hivi viwe vya kimkakati ambavyo vitatoa matokeo chanya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia nichangie sehemu ya utalii. Naipongeza sana serikali kwa kuona utalii ni sekta muhimu sana ambayo inaingizia taifa mapato. Lakini pia pamoja na jitihada zote hizo kubwa zinazofanyika, na bado kuna vivutio vingine vingi ambavyo serikali bado haijavirasimisha au haijavibainisha kuwa ni vivutio pia vya utalii katika maeneo mengine mengi. Sisi mkoa wetu wa Morogoro tuna vivutio vingi vya utalii. Kuna maporomoko ya maji kule ambao huwa yanatiririka yenyewe bila kunani. Kwa hiyo napo ni kivutio moja hapo, lakini kuna mabonde yale ya Udzungwa ambapo pia nayo ni kivutio kikubwa sana cha utalii. Lakini bado kwangu kule Malinyi kuna kivutio cha utalii cha bwawa. Kuna bwawa moja ambalo ni la kihistoria na ambalo ni zuri sana. Labda niwaeleze kidogo tu, kule Malinyi tuna bwawa moja katika eneo la Kilosa Mpepo. Kunajulikana sana kwa jina la Yoanja kwa sababu watu wengi hata viongozi hapa, nadhani hata Mheshimiwa Tarimba unakufahamu Yoanja kule. Alikuwa anatokaga Chief Kilembwani. Kwa hiyo kule kuna bwawa la maajabu ambalo ni kubwa, lina viboko weupe weusi, lina mamba mle ndani, lina samaki, lina ndege wazuri. Na hilo bwawa lilikuja kwa historia kwa sababu kulikuwa na mwanamama mmoja ambaye alikuwa anaonewa sana na mume wake. Ananyanyasika sana. Kwa hiyo baada ya yule mama akawa anatafuta suluhu yake ni nini? Suluhu yake ni kwenda kwa chifu ili aweze kwenda kupata msamaha au msaada ili mume wake asimpige. Alivyoenda kwa chifu akitegemea chifu atampa jibu pale pale au atatoka naye kwenda kwa mume wake. Lakini baada ya hapo chifu akamwambia, nimepokea malalamiko yako, kwa hiyo wewe nenda, sisi tutakuja kesho. Yule mama akawa anaogopa kurudi, yule mume wake kule nyumbani atampiga. Kwa hiyo akawa amekaa pale akasema, mimi siondoki,
mimi naogopa mume wangu atanipiga kule. Chifu akamlazimisha, nenda, sisi tunafanyia kazi, kesho tutakuja na hii timu yangu. Yule mama alivyokuwa amemwaga chifu, amegeuka tu amempa kisogo, huku nyuma likatokea bwao. Kulikuwa na kijiji pale, nyumba kama 200 lakini zote zilizama kwenye maji. Pale pakageuka bwawa, lile bwawa likawa lina viboko weupe weusi, lina samaki wengi sana, lina mamba wengi mno, lakini na cha ajabu wale mamba hawali binadamu. Unaweza ukashangaa ni lini mamba akakosa kula binadamu, lakini hawali binadamu. Wako pale, ila akitoka na mafuriko hivi akatoka yule mamba akaenda kwenye mito huko akienda anakula, lakini akiwa kwenye lile bwawa hali. Kwa hiyo ni kivutio kizuri mno na ni bwawa kubwa kabisa, kama bwawa la Mindu labda limekosekana kidogo tu. Kwa hiyo mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa napendekeza na maeneo kama haya ya utalii yaweze kurasimishwa, kubainishwa ili yaweze kuongezea taifa mapato, lakini pia na ajira kwa vijana wetu. Kwa hiyo nilikuwa baada ya kusema hayo naunga mkono hoja. Asanteni.